بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالأمن ونهى عن الفوضى وجعل الطمأنينة من نعمة العظمى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، أولا أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، حيث قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن للمتقين مفازا. أيضا وصية التقوى، وصية وتقوى يكمش الله سبحانه وتعالى، ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo waliotangulia, kadhalika na wale waliofuatia baada yake, kwa sababu hakuna kufanikiwa wala kufaulu kwa mwanadamu itakapokuwa yeye ametoka katika takwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanataja ahlul ilm katika maana nyingi za takwa, miongoni mwa maana hizo bimaana at-taqwa huwa ittikhadhul wiqayatu bainaka wa baina adhabillah, ni ile hali ya kuchukua kinga kwa kuwewe baina yako na baina ya adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana bifi'li ma amarahu Allah bih wajtinabu ma naha Allah anhu, kwa kutekeleza yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha juu yake, na kujiepusha na kujiweka mbali na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kuyakemea. Bimaana unatakikana muislam uwe katika hali hiyo masaa 24. Maashira almuslimin, fa innal amna ni'matun 'azimatun min Allah, wa huwa asasu at-taqaddum wan-nama was-sa'adati fi ad-dunya wal-akhirah. وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بالحفاظ على الأمن وتثبيته. ndugu zangu katika imani, hakika tufahamu suala la amani, kudumisha amani katika miji ya Waislamu katika nchi, ni jambo ambalo lilokuwa tukufu zaidi. Kadhalika nao ni msingi mama wa kupata msaada katika haya maisha ya dunia, kadhalika maisha ya akhira. Maashira almuslimin, kuhusiana na maudhui ya mada yetu ambayo inasema alqimatu alazima fi almuhafadhati ala alamn fi albilad, haqiqatan mada hii ni pana sana, lakini tutazungumzia kadri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha. Na tufahamu suala hili la kudumisha amani katika miji, bimaana lina asili kutoka katika kitabu Allah, yani al-Qur'an, kadhalika kutoka katika sunnati nabawiyya, kadhalika vile vile kutokana na aqwalu al-ulama as-salafiyyin, bimaana wameelezea sana kuzichambua dalili za Qur'an, kadhalika kuzichambua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya uwajibu wa kutunza amani katika miji,
bimaana kutunza amani katika mujtamaa, bali vile vile kutunza amani kwa mtu mmoja mmoja. Na aya za Qur'an ni nyingi sana, kadhalika hadithi nabawiyya ni nyingi sana, kadhalika aqwalul ulama ni nyingi sana. Tukianza na al-adillatu min al-Qur'an, takriban nitakusomea mbele yenu aya 3. Al-ayatul ula ambayo ametangulia kuisoma hapa muhadhiri wetu wa mwanzo aliyotangulia, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Qala al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala falyabudu rabb hadha albayt, basi muabuduni mola wa nyumba hii, alladhi at'amahum min ju'in, ambao anawalisha wao kutokana na njaa, wa amanahum min khawf, na anawapa amani wakati wa hofu. Qala al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala, ay maksudio huwa alladhi, Allah ambaye at'amahum min ju'in, anawalisha wao kutokana na njaa, wa amanahum min khawfin, na anawapa amani wao pindi wanapokuwa na hofu. Basi falyukhlisu lahu al-ibadata wahdahu la sharika lah, basi waja hao wanapaswa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zao, kwa sababu itakapokosekana amani katika miji, basi hatoweza wao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana. Wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, bila kumshirikisha yeye. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipokuwa katika mji wa Maka, ilipokithiri shirki, akawa hapati amani juu ya kumwabudu Allah peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha kuelekea mji wa Madina, bimaana ili apate amani ya kuweza kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote. Alfaida, faida inopatikana katika maelezo haya, al-amnu min a'zami ni'ami, suala la kutunza amani katika miji kwa ujumla, miji ya Waislamu, bali hata mtu mmoja mmoja, bimaana ni katika neema zilizokuwa kubwa zaidi. Wa qaranahu Allahu bi ni'mati at-ta'am, na Allah subhanahu wa ta'ala ameifungamanisha bimaana neema hii pamoja na chakula, wa huwa sababun fi istiqrari al-hayati wal ibada, nacho hicho chakula mtu anapokula bimaana anapata nguvu na kutulizana kwa ajili ya kufanya na kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik al-ayatu athaniya, aya pili ambayo inahimiza uwajibu wa kutunza amani katika miji ya Waislamu, kadhalika inaelezea neema ya amani, حيث قال الله تبارك وتعالى حكاية إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الآية. amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kumbuka aliposema nabii Ibrahim alayhi salam kumuomba Mola wake, Rabbi, ewe Mola wangu, ij'al hadha baladan amina, ujalie mji huu uwe ni wenye amani, bi maana mji wa Maka, warzuq ahlahu, na warzuku watu wake, minathamarat, katika matunda. Aya inaendelea, bali nabii Ibrahim alayhi salam hakukomeka hapo, aliombea na miji yote ya Waislamu bi maana iwe na amani ndani yake. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: دعاء إبراهيم عليه السلام بالأمن لمكة. haya maombi ambayo aliyoomba nabii Ibrahim katika mji wa Makka, bimaana lianna al-amna, yanajulisha kwamba amani, kwa sababu amani asasul hayati, ndiyo msingi madhubuti wa maisha kuwa mazuri, watumaninati fil bilad, kadhalika na kutulizana katika miji. Tafsiru Saadi katika tabaa ar-risala, bimaana safha 60, utarejea utaona maelezo hayo. Alfaida, faida inayopatikana katika maelezo haya:
du'aul anbiya'i libiladihim bil amn, zile dua za manabii kuiombea miji yao kwamba iwe na amani. Dua hizi yadullu ala anna al-amna, zinajulisha kwamba amani asasun fil Islam, kwamba amani ni msingi ambao uliokuwa madhubuti katika Uislamu. Bimaana itakapokosekana amani katika miji, hofu ikatawala kwa watu, bali watu watakuwa ni wenye kughafilika, kadhalika watakuwa na uzito na shida juu ya kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unakuta kwamba bimaana al-amn, amani, ni miongoni mwa mambo ambayo yawajibu kupitia kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-ayatu ath-thalitha, aya 3 katika mnasaba huu, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. قال الإمام ابن باز رحمه الله كلما قوي الإيمان وتنقى من الشرك والظلم كان صاحبه في أمن في الدنيا والآخرة. الفائدة، فائدة inayopatikana katika aya hii, bimaana al-amnul haqiqi, tufahamu kwamba amani ya uhakika lilfardi wal mujtama', ambayo itapatikana kutokana na mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla, murtabitun bitahqiqi at-tauhid wa nabdhi adh-dhulm. Amani hii itapatikana kwa mtu kuihakikisha tauhid, kadhalika vile vile kuitupilia mbali dhulma. Na ahlul ilmi wanatafsiri miongoni mwa maana za dhulma, na katika dhulma kubwa bimaana ashirk, kama yalivyosimuliwa hayo katika suratul Luqman. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wanachuoni wanataja miongoni mwa sababu za kupatikana amani kwa mtu mmoja mmoja, kadhalika jamii kwa ujumla. Kwanza, watu lazima wajifunze tauhid, lazima waihakikishe tauhid, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Maashira almuslimin, enyi kongamano la Waislamu, hizi ni baadhi ya aya katika aya nyingi ambazo zinaonesha uwajibu bimaana na katika neema ambazo inampasa muislam atunze amani ndani yake. Amma ahadithi nabawiyya fi hadha almawdhu', nitazisoma mbele yenu hadithi mbili na uchambuzi ambao ulikuwa mchache kabisa. Tukianza na hadithi ya kwanza, an Ubaydillah ibn Mihsan عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. حديث يمتوى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حديث 2347، وقال حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم namba 1642. Bimaana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote ambaye atafikiwa na asubuhi akiwa na amani nyumbani kwake, muafan fi jasadihi, kadhalika mwenye afya katika kiwili chake, indahu qutu yaumihi, ana yeye chakula cha siku yake, bimaana siku yake nzima, basi mtu huyu amefananishwa kana kwamba dunia yote imekusanyika kwake. Kwa tukiangalia katika hadithi hii, nukta muhimu imetajwa, nukta ya amani. Bimaana amani inamfanya mtu awe na uhuru wa kufanya chochote kile, ikiwemo ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ndo lengo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametumba kwalo. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na wanatafsiri ahlul ilmi wanasema ya'budun ay yuwahiduni. Kwa itakapokosekana amani kwa mtu mmoja mmoja, basi mtu huyu itakuwa ni sababu ya kumzilia yeye kule kukosa kwake amani kuziendea ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Rajab rahimahullah, katika hadithi hii fihi dalilun, kuna dalili ndani yake, ala anna ni'matal amni min a'zami ni'amid dunya bal hiya aslu as-sa'adati fiha. Anasema Imamu Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam
ndani yake kuna dalili ya kwamba neema ya kutunza amani katika miji ni miongoni mwa neema kubwa katika dunia, bali ni msingi mama na ni msaada katika hiyo dunia. Al-Marji', rejea kitabu cha Ibn Rajab al-Hanbali Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari, kitabu ambacho amekihakiki Abdul Qadir al-Arnaut Daru Ibn Kathir Dimashqi at-Tabaqatu ath-Thaniya, bimaana kitabu ambacho amekitunga mwaka 1421 Hijria, juzu ya kwanza, ukurasa 151. Kadhalika hadithi ya pili miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea uwajibu wa kutunza amani katika miji au uwajibu wa kutunza amani kwa mtu mmoja mmoja, bali katika mujtama kwa ujumla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani majhulatani as-sihhatu wal-amn. Rawahu Ibn Abi Dunya katika kitabu chake Ash-Shukr, hadithi nambari 58, wa sahahu al-Albani fi Sahih al-Jami' hadithi 6880. Qala Ibn Battal rahimahullah ta'ala, la ya'rifu an-nasu qimata al-amn illa 'inda fuqdanihi wa huwa qarinu as-sihhati fi kamali an-ni'mah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema neema mbili hawazijui wengi katika watu, as-sihhatu wal-amn, bimaana afya njema pamoja na amani. Al-Imamu Ibn Battal anasema kwa mnasaba hadithi hii, la ya'rifu an-nasu qimata al-amn, watu wengi hawafahamu ile nafasi ya amani, illa 'inda fuqdani, isipokuwa pale wakati ambapo itakapokosekana. Bimaana katika miji inapokuwa mna amani, watu wengi hawawezi kuiona neema hii, lakini pale ambapo itaondoka tu neema ya amani, basi kuanzia hapo ndo ataanza kujua ule umuhimu wa amani. Kadhalika akasema, wa huwa qarinu sihhati fi kamali an-ni'mah, na Mtume sallallahu alaihi wasallama hapa ameifungamanisha amani bimaana na afya iliyokuwa njema. Kadhalika ndugu zangu katika imani, ama aqwalul ulama as-salaf wal khalaf katika sala zima la kuelezea uwajibu wa al-amni, kadhalika vile vile na neema ya al-amni, bimaana wanachuoni wana maelezo marefu, ikiwemo aimmatul arba'a wale aimmatul fuqaha. Nitazisoma kauli zao ili kuonesha umuhimu na kutilia umuhimu katika masala haya kutunza amani katika miji. Kauli ya kwanza ya al-Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, ambaye amekufa mwaka 150 Hijria, anasema rahimahullah, la yajuzu al-khuruju ala as-sultani al-ja'ir ma lam yudhhir kufran bawaha lima fi dhalika min fitnatin wa ikhtilali fil amni. Anasema al-Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, haifai kutoka zidi ya viongozi muda wote itakapokuwa haijadhihirika kwa kiongozi huyo bimaana kufru ya wazi, pamoja kwamba kiongozi huyo akiwa ni mwema au kiongozi huyo akiwa ni muovu. Na hili kwa sababu kutoka zidi ya kiongozi bimaana itapelekea fitna, kadhalika itapelekea ukosefu na umvunjifu wa amani katika miji, jambo ambalo itakuwa litawapelekea Waislamu kuwa katika fitna kubwa kiasi ambacho inaweza kufika wakati ikawa hapati hata utulivu katika kufanya ibada zao, bali vile vile watazuiliwa hata katika mihadhara yao, kadhalika watazuiliwa vile vile hata bimaana kusali misikitini, inapelekea wakati mwingine hata zile durusu zao watazuiliwa. Kwa hiyo maelezo haya al-Imamu Abu Hanifa yanaonesha kwamba hata ikitokezea katika nchi ametawalishwa kiongozi ambaye aliyekuwa muovu, basi Waislamu wanatakikana wasitoke zidi ya huyo na wamtii kiongozi huyo muda wote itakapokuwa yeye hajadhihirisha ukafiri wa wazi. Kadhalika vile vile wanatakikana wamtii kiongozi huyo katika yale yote ambayo atakayeamrisha yenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tanbihi, kiongozi huyo akikuamrisha juu ya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakati huo hutopaswa wewe kumtii katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo haya rejea katika Sharh at-Tahawiyya, Aqida at-Tahawiyya
ukurasa wa 379. kadhalika yaqulu al-Imam Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala ambaye amefariki mwaka 179 Hijria anasema idha tawalla al-imam birridha au bilghalabati wajaba luzumuhu wa in kana fajiran lianna alfitnata fil khuruj alayhi a'zamu min dhulmihi. Anasema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala imamu darul hijra idha tawalla al-imam birridha au bilghalaba, pindi atakapotawala au atakapotawalishwa imamu kwa kumridhia wale wananchi wake au bimaana kwa kupindua, lakini yeye akawa tayari kiongozi, imethibiti kwake kwamba yeye ni kiongozi wa Uislamu au kiongozi wa nchi, wajaba luzumuhu, wakati huo itakuwa kwa wale wananchi wake, bimaana ni wajibu kwa wao kulazimiana na kiongozi huyo, wa in kana fajira, hata kiongozi huyo akiwa ni muovu, lianna alfitnata fil khuruj alayhi, kwa sababu fitna ya kutoka zidi yake a'zamu min dhulmihi, itakuwa ni kubwa zaidi kuliko dhulma yake anayoifanya kwa watu. Kadhalika vile vile al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala naye ana maneno mazuri katika kuelezea mlango huu, imamu ambaye amefariki mwaka 204 Hijria, na watu Afrika Mashariki wote katika madhhabu ya kifiki, bimaana wengi wao wanajisibisha na imamu huyu. Basi tumsikilizeni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kitu gani anakisema katika kuelezea uwajibu wa kutunza amani katika miji, kadhalika waja kuishukuru neema ya al-amn. Yaqulu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha al-Umm, bimaana anasema akrahu an yughlaba al-imam fayuqatila fayusfaku ad-dam wa tuqta'u as-subul wa yadhriba al-amn. Anasema al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, mimi nachukia zaidi kuona akishambuliwa imamu mpaka ikapelekea wakati ikawa ni sababu ya watu kumwagana damu. Bimaana al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala anatuelezea katika suala hili kwamba mtu anatakikana ashikamane na kumtii kiongozi muda wote itakapokuwa kiongozi huyo hamwamrishi katika maasi, kwa sababu jambo la kutoka zidi ya kiongozi, jambo hili litapelekea bimaana zile njia za usalama zitakatika na kuvurugika na itakosekana amani katika miji. Kwa hiyo ikiwa sisi tunajinasibisha na Imam Shafi rahimahullahu ta'ala katika upande wa fiki, basi vile vile tunatakikana tujinasibishe na Imam Shafi rahimahullahu ta'ala katika upande wa itikadi. Na min asafi shadid, kwa masikitiko makubwa kwamba utawakuta watu wa miji yetu wao wanajinasibisha na Imam Shafi, lakini bila ya kumfahamu Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, na baadhi ya wakati wakifahamu itikadi yake Imam Shafi katika mambo ya aqida, utakuta wao wanajitenga. Basi haisilihi kufanya hivyo. Ikiwa wewe unajinasibisha naye katika fiki, basi vipi umkhalifu katika upande wa aqida?